Watu 6 wameuawa katika mji wa Qom nchini Iran baada ya maeneo kadhaa kushambuliwa na mashambulizi ya Marekani na Israeli, vyombo vya habari vya Iran vimeripoti. Tovuti ya habari ya Jamaran iliripoti kwamba naibu gavana wa Qom Moteza Heidari katika taarifa yake alisema angalau watu 6 waliuawa baada ya majengo matatu ya makazi kulengwa katika eneo la Padisan la Qom na kuongeza kwa idadi ya waliojeruhiwa bado haijajulikana. Channel rasmi ya Telegram ya kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya IRGC pia iliripoti kwa raia 6 kufuatia shambulio katika eneo la makazi huko Qom. Kulingana na chapisho hilo, nyumba 3 za makazi ziliharibiwa katika eneo la Padisan baada ya kile kilichoelezwa kuwa shambulio la wavamizi wa Marekani na Israeli, huku idadi ya waliojeruhiwa bado ikiwa haijulikani. Wakati huo Hamid Safari, mkurugenzi mkuu wa usimamizi wa migogoro katika mkoa wa West Azerbaijan, aliambia shirika la habari la serikali la Iran kwamba majengo 4 ya raia yaligongwa katika shambulio katika mji wa Umia na majeruhi kuripotiwa. News iliyoko Iran iliripoti kwamba Tehran, Isfahan, Kashan, Yazdi, Qom, Tabriz na Havaz zililengwa katika mashambulizi ya anga usiku. Waziri Mkuu wa Uingereza hii leo ameweka mkazo tena kwamba Uingereza haitajiunga na vita katika Mashariki ya Kati, akitaja tofauti iliyo wazi kati yake na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu vita hivyo. Nimekuwa wazi kwamba sitajiunga na vita, Keir Starmer alisema akizungumza huko nchini Finland na kituo cha habari cha Sky News. Alisema kwamba kuna tofauti iliyo wazi katika maoni kati yake na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Maoni yangu mwenyewe ni kwamba mengi ya yale yanayosemekana na kufanywa yamekuwa ili kunishinikiza kubadili mawazo yangu, lakini sitafanya hivyo, aliongeza Starmer. Matamshi hayo yalikuja wakati wa mvutano katika uhusiano kati ya washirika hao wawili, huko Rais wa Marekani akiendelea kukosoa Uingereza kwa kukataa kuruhusu jeshi la Marekani kupata eneo la kambi za kijeshi katika shambulio la awali la Marekani na Israeli dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Uingereza ilichukua hatua za kujihami wakati Iran iliporusha makombora na ndege zisizo na rubani kote Guba, lakini Starmer ameweka mkazo kwamba tangu wakati huo kwamba Uingereza itajiunga na vita dhidi ya Iran. Kwa karibu mwezi mmoja, Marekani na Israeli zimefanya operesheni za anga dhidi ya Iran, hadi sasa zikiua zaidi ya watu 1340 akiwemo aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran imejibu kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora yanayolenga Israeli pamoja na Jordan, Iraq na nchi za Guba zinazopokea kambi za kijeshi za Marekani na kusababisha majeruhi na uharibifu wa miundombinu, huku ikiweka vikwazo vya masoko ya kimataifa na usafiri wa anga. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema serikali inapanga kuongeza huduma ya lazima ya kijeshi huku jeshi likikabiliwa na upungufu mkubwa wa wafanyakazi. Netanyahu alitoa matamshi hayo wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama akijibu mkuu wa majeshi Ali Zamir ambaye alionya kwamba jeshi linaweza kuanguka ikiwa tatizo hilo halitatatuliwa. Alisema serikali itahamia kurekebisha sheria za kujiandikisha na kuongeza muda wa huduma baada ya sikukuu ya Pasaka ya Wayahudi, akiondoa pingamizi kutoka kwa mshauri wa kisheria wa kamati ya mambo ya kigeni na ulinzi kuhusu kuandikishwa kwa Wayahudi wa Ultra Orthodox. Netanyahu alisema jukumu lake ni kutoa ushauri, lakini maamuzi yanafanywa na sisi. Katibu wa baraza Yosef Fuchi alisema serikali itachunguza kuongeza huduma na kuendeleza sheria mpya ya kuandikishwa mara moja baada ya sikukuu. Msemaji wa jeshi la Israeli Efie Dofrin alisema jeshi linakabiliwa na upungufu wa takriban askari 15,000 akiwemo askari 8,000 wa mapigano. Maafisa wa jeshi la Israeli wameeleza kuwa mahitaji yanapopanuka ya operesheni ikiwa ni pamoja na operesheni zinazoendelea Gaza, mashambulizi dhidi ya Iran na Lebanon na kulinda makazi yaliyolengwa kwenye ardhi iliyochukuliwa ya Palestina katika ukingo wa Magharibi kama vichochezi vikuu vya upungufu huo. Wameonya kwamba ingawa vita vinaongezeka, idadi ya askari inazidi kupungua, huko swala la kuandikishwa kwa Wayahudi wa Ultra Orthodox imezua mgogoro wa kisiasa nchini Israeli, huko washirika wa muungano wa Netanyahu wakigomea kupiga kura za bunge kuhusu sheria inayopendekezwa. Kwa mujibu wa sheria sasa, wanaume wa Israeli wanahudumu miezi 32 ya huduma ya lazima ya kijeshi, huku wanawake wakihudumu miezi 24, na mapendekezo yanayojadiliwa ni kuongeza muda huo hadi miezi 36. Hatua inakuja wakati operesheni zinazopanuka za ardhini za Israeli kusini mwa Lebanon PAM, ambapo jeshi limekuwa likipanua uwepo wake kuelekea maeneo ya kaskazini mwa mto Litani, huku likiendelea kulipua Lebanon kwa mashambulizi ya anga na kuendeleza operesheni yake ya ardhini iliyozinduliwa baada ya shambulio la mpaka na kundi la Hezbollah mnamo Machi 2. Migogoro hiyo ilikuja wakati operesheni ya pamoja ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran ambayo imeua zaidi ya watu 1340 tangu mwezi Februari.